na lengo na mazumuni la kujiboresha ndio kile ambayo tulisema kwamba Azam ni miongoni mwa klabu ambayo kwa sasa hivi inafanya usajili ambao sio wa kufanya makosa. Sio wa kufanya makosa kabisa, kwa sababu wanahitaji kuona timu inakuwa shindani. Ndio maana wanaleta wachezaji ambao wameshawahi kuwa na experience, wameshawahi kuonesha kitu kutoka bara letu la Afrika, especially wameanza na East Africa, kwa sababu ukiangalia ile financial feasibility kidogo, ukienda East Africa kwa maana Kenya, ukaenda Uganda ama ukaenda Rwanda pale kwa wenzetu, ama Burundi ama Congo DRC, kidogo bei zake especially ukitoa Congo, lakini kwenye nchi hizi kidogo unaweza kupata mchezaji ambaye kidogo bei yake kwa maana affordable price isiwe kubwa sana. Mobilu ni wing ambaye anakuja kuisaidia timu hususan kwenye eneo la namba 11 ama eneo la namba 7. Maana yake nini? Hii ndio tunasema unapotaka kuwa na timu nzuri lazima uwe na utajiri wa wachezaji wenye quality zinazofanana, kwa sababu kwenye football ili uwe na timu bora zaidi, achana na kuwa na quantity, kuwa na quality ya wachezaji wanaofanana kwenye eneo moja litakusaidia sana kuperform vizuri. Leo hii tumezungumza kwenye ule usajili wa Rais Mengaf not wa Azam, wako wachezaji wamerejea. Yupo mchezaji ambaye aliwahi kufanya makubwa amerejea kwenye timu kwenye position zile ambazo Mubiru ameweza kuingia. Unaweza kujiuliza tu kwamba huu ni mpango mpya wa Florent Ibenge, kwamba nao wachezaji ambao wanawasajili anataka hasa kuja kutumia mfumo gani. Mara kadhaa sijajua kama ule mfumo ambao amekuwa anautumia mara kwa mara kwenye kikosi cha Azam atakuja kubadilisha, kwa maana kwamba labda kwa sababu atakuwa na mawinga wanakimbia sana, wanafanya lance, anaweza kabadilika kwenye mfumo labda wa 4-2-3-1, ama atarudi kwenye mfumo wake kama aliyokuwa anafundisha kwenye kikosi cha Al Hilal ya Mdwamani ya pale Sudan, kwa maana kuingia na mfumo wa 4-4-2, unakuwa na defenders wanne, unakuwa na viungo wanne, lakini unakuwa na 2 attacking, washambuliaji wawili ambao ni wazuri zaidi kwa ajili ya kufanya finishing. Lakini kwenye mfumo huo, kwenye wachezaji wanne ambao ni midfield, unakuwa na mawinga wanaokimbia wawili wenye kasi, kama ambavyo akina Kolbari pamoja na akina Gilmugisha walikuwa wanafanya kwenye kikosi cha Al Hilal ya Mdwamani. Kwa hiyo bado sijajua hawa wachezaji ambao wanaendelea kuingia kwenye kikosi cha Azam namna matumizi yake atakuwaje, kwa sababu ukijaribu kutazama vizuri namna usajili huu ulivyo kwenye kikosi cha Azam, kuna kitu nilikuwa najaribu ukifuatilia kwamba awamu hii hizi sajili zinavyokwenda hivi zinazingatia nini kuhakikisha kwamba mwakani wasije wakafika sehemu tukaanza kuwaraumu hapa wamesajili magarasha, scouting kufanyika vizuri, lakini kuna vitu nikaona vinafuatwa ambavyo vinatengeneza proper ways ya kupata timu bora sana ya klabu ya miguu kwa for the next generation, kwa kizazi ambacho kinaweza ikawa kinafuata. Mfano, jambo la kwanza ambao nimeliona wanalifuata la kufanya usajili, kutafuta mchezaji ama mtu kwa ajili ya kuja kufanya vizuri kwenye nafasi, unafanya talent evaluation. Kabla ya kumsajili mchezaji unajaribu kuidentify huyu mchezaji ndani yake ana kipaji asilia ambacho kwa sababu akiwa na kipaji asilia, ziko nyakati kazi ya mazoezi inaweza ikaisha, kipaji ikafanya kazi, kwa sababu kipaji kikiongezwa na mazoezi kinaweza ikafanya vizuri na ikafika mbali na dunia ikakujua. Lakini mazoezi kipaji bila mazoezi kinaweza kikazidiwa na jitihada za mtu ambaye hana kipaji, kwa sababu ataonekana kwa sababu anafanya jitihada kubwa. Kwa hiyo kuna evaluation ya vipaji ndani yake, kwa maana kwamba wachezaji wote wanaosajiliwa ndani yake pia wana vipaji ambavyo wanaweza akatumia X factor kuisaidia timu. La kwanza hilo nimeliona, lakini lingine kubwa nimeliona kwenye sajili hizi, nimejaribu kutafakari vizuri sana kwenye eneo la financial stability, kwa sababu ya kwamba kuna nyakati unajiuliza kwa nini wameanza kusajiliwa wachezaji gharama zao ndogo, milioni 150, milioni 200, milioni 250, milioni 300? Maana yake nini? Kuna baadhi ya sajili zinataka kwa mujibu wa bajeti zetu, zinataka warau taasisi kutumia viwango vidogo vya pesa kwa ajili ya kuja kuwekeza baadaye kufanya vizuri. Kwa hiyo hili nalo limekuwa linafanyiwa assessment ambayo ni kubwa zaidi, lakini at the end mwalimu kusajili wachezaji ambao wanao uwezo wa kuja kutengeneza squad enlargement, squad depth, ukubwa na upana wa kikosi ambao mwalimu sasa kwa mujibu wa kalenda hii, na bahati nzuri kalenda imetoka,
kuna uwezekano kama haitakuwa na mabadiliko ya mara kwa mara, mwezi wa 8 tu unatakiwa ucheze mechi 3. Yaani tunapokwenda kupindua mwezi wa 9 kuna mtu anaongoza ligi na alama 9. Maana yake nini? Mechi 4 kama hautakuwa na timu ambayo ni bora, unaona mazingira ambayo ni magumu. Kwa hiyo nimeangalia pia kwamba wana consider zaidi kwenye eneo la nini la kuongeza nini ubora na upana wa kikosi. Mimi sina mashaka na huyu, ingawa wachezaji wengi hawa baadhi tutalazimika kusubiri mechi zao 3 mpaka 4 za kwanza. Okay. Mechi za kwanza. Zile kwamba hapa kwa sababu yaliyomo yamo. Si yamo, tunajua Watanzania wengine. Yaliyomo yamo kulingana na eneo liloenda. Of course unaweza yakawa yamo. Hayo imepelekwa Lindi. Una mashaka na nani mpaka sasa kwamba huenda hayamo, yani ipo katikati ama yanakuja? Una mashaka na Kevin Nation? Sina mashaka na Kevin Nation. Hauna mashaka kabisa. Sababu yule tunasema ni iron killer, ni nondo. Yule sina mashaka naye. Yani, yule hata sina mashaka kabisa. Nikimtazama Kante kama atakwepo